katika Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 11 mpaka wa 16. Anasema nilikuwa mtukanaji, anasema nilikuwa nikiwaudhi watu, nilikuwa jeuri, lakini kwa rehema zake Mungu nilipata neema. Nami niko hapa sahihi kukuambia, pengine watu wamekukatia tamaa kwenye maisha, na we mwenyewe umefika saa umesema siwezi kutoka hapa nilipo. Nataka nikutie moyo unayenisikiliza, unaweza kutoka kwa jina la Yesu. Cha msingi ni uamuzi wa kusahau jana yako, kwa sababu jana imewatesa mamilioni ya watu katika dunia, imewaingiza katika vifungo vya huzuni na mateso. Ndio maana nimetaka kukuambia usikate tamaa. Unaweza ukaona Paulo alihusika kwenye mauaji ya shahidi wa kwanza wa Injili ambaye anaitwa Stefano. Huyu ndio shahidi wa kwanza kuifia Injili, mtu ambaye alisimama kuhubiri. Paulo huyu ninayekuongelesha, ambaye baadaye amekuwa mtume mkubwa, aliandika nyaraka 13. Ndio huyu Paulo leo tunayesema alifurahia kuuawa kwa Stefano, aliyekewa nguo kwenye yale mauaji. Kwa lugha moja au nyingine, Paulo alihusika katika hayo mauaji. Ndio maana niko hapa kukuambia usikate nini? Tamaa. Ndio maana nakuambia usikate tamaa, kwa sababu kukata tamaa ni dhambi. Nani alitegemea kumwona Paulo akiwa mtu mkubwa katika hii dunia, kumwona Paulo akiinuliwa kwa viwango vya juu? Mtume pekee aliyefika level akafikishwa mpaka mbingu ya 3 alikubali kuisahau jana yake, akaichuchumilia mbele yake. Hili ndilo neno la Bwana ninalotaka uelewe, usikate tamaa. Yamkini umefika kwenye wakati unaona umeelemewa na mabaya, unasema nimemtenda dhambi za kutosha. Bado fursa ipo, usikate tamaa. Kesho yako ni nzuri kuliko leo yako. Yamkini hata jamii imekushindwa, imesema hafai tena. Ndugu zako wa karibu wanasema hafai tena, waliokuzaa wanasema hafai tena. Lakini nakuambieje? Sahau jana yako, usijali watu wanasema nini. Cha msingi ni wewe kuamka, kuchukua hatua ya kusonga mbele, kuchukua hatua ya kusema sasa nilipofika yatosha. Yamkini pia ulikuwa na hali ya maono, tukiachana na mambo ya dhambi, lakini maono yako yamekuwa hayaendi, maono yako yamekuwa hayafanikiwi, mara yameinuka, mara yameanguka. Labda maono ya kibiashara, labda maono ya kihuduma, labda maono ya masomo, usome uongeze elimu zako, uwe mtu wa mbali kielimu, lakini mambo yamekuwa magumu sana, ambapo umekaa umetafakari ukasema kama nilishindwa labda mwaka jana kwenye ile biashara, sidhani tena kama naweza inuka tena. Nataka nikutie moyo leo katika kipindi hichi cha usikate tamaa, ambacho ndio nimekuletea habari njema kukuambia unaamka tena kwa jina la Yesu.